Tusikize somo la pili, linatoka kitabu cha Luka 24 mstari wa 36 hadi 43. Luka 24 sura ya 36 mpaka 43. Neno la Mungu linasema hivi: na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amin iwe kwenu. Wakashtuka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika? Na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, alionyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki wa kuoka, akakitwaa akala mbele yao. Hili ndilo neno la Mungu. Neno la Mungu likawe taa na mwanga wa njia zetu, likatumulikie popote tutakapopita, na tuimbe haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuungane na Wakristo wote ulimwenguni tunapokiri imani ya Kikristo. Shirika, naomba tukae. Basi niwakaribisha kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa sadaka ya shukurani ya neno. Karibuni.
asanteni sana. Nitumie kwanza nafasi hii kuwakaribisheni nyote kwenye ibada hii. Kila mmoja ambaye ni mwenyeji, mgeni, wote ninawakaribisha kwenye ibada hii ambayo sasa tunaungana kwa pamoja kwa mwaka huu wa Bwana kutembea na mfufuka. Lakini sasa kipekee kabisa nikusimamishe wewe ambaye ni mgeni mara ya kwanza na umekuja kusali pamoja nasi. Usimame hapo ulipo, tupungie mkono. Sisi tuna kanuni ya kuwapokea wageni. Ambaye ni mara ya kwanza, simama, alafu sisi tuweze kukupokea. Punga na mkono kabisa. Nye simama tu, punga tu. Washarika sijasikia makofi mengi, punga tu. Ya utatu nayo ni karibuni sana katika nyumba ya Mungu, na Mungu awabariki kwa kuweza kutufikia. Lakini kipekee kabisa binafsi ninayo furaha kwamba leo tumetembelewa na kiongozi wetu ambaye yuko pale makao makuu. Mekuja tusalimie, lakini pia na salamu za Pasaka atatupa. Nikukaribishe sana kiongozi wetu, ndio tusalimie, na anapokuja tumpe mengi kwa sababu wanatukumbuka na kutujali. Wapendwa, Kristo amefufuka. Kristo amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kama alivyosema mchungaji, leo ni siku ya matukio zaidi, lakini sisi tunamshukuru Mungu kwamba tumepata neema ya kusali pamoja nanyi kama ilivyo utaratibu mara nyingi katika kipindi hiki cha sikukuu. Nasi pia wa makao makuu tumekuwa tukitembelea baadhi ya sharika na mitaa yetu kuweza kumshukuru Mungu pamoja. Kwa hiyo niendelee kuwapongeza kwa kazi kubwa ambayo mnaendelea kuifanya, lakini pia nikupongeze wewe ambao umepata neema leo ya kuja kusali. Sababu kuna wengine jana tulikuwa nao lakini leo wamechoka, wameshindwa kuja kusali. Kwa hiyo nikupongeze wewe ambao umepata nafasi, lakini pia umeamka na kusema na mimi naenda kanisani kumshukuru Mungu na kutembea na Kristo ambaye ni mfufuka. Nisiwe na mambo mengi ya kusema, zaidi ya yote endeleeni kupokea salamu za upendo kutoka ofisi kuu ya Diocese, ofisi inayosimamiwa na mkuu wa Diocese, lakini pia ni mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja na Diocese, kwa kushirikiana pamoja katika mambo mbalimbali ya furaha, lakini hata mambo mengine ya huzuni. Tunashukuru kwamba sharika wetu huu umekuwa ni moja kati ya sharika ambao zimekuwa zikitekeleza yale mapatano na maazimio yanayotoka katika makao makuu, lakini ya mkutano mkuu wa Diocese na wa jimbo, na Mungu awabariki sana. Mchungaji, nisiwe na mengi ya kusema. Leo tumesema ni siku ya matukio, na mimi natamani pia kuenda kumuona Mungu kupitia ibada hii. Mungu awabariki sana. Asante sana. Siku ya Jumatatu ya Pasaka ni siku muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na siku hiyo huwa tunatoa shukurani ya kuanza kunyanyuka kutembea nani, na ndio maana tunasema ni Jumatatu ya kutembea na huyu aliyefufuka. Sasa ili niweze kutembea naye, naweka patano naye kwa shukurani yangu ya kuanza safari ya kutembea naye. Nje ya hapo hatuna mwendo wa kwenda naye. Ni kwa nini nasema hivyo? Ili Mungu sisi tuweze kumuelewa na yeye aweze kutuelewa. Aliweka agano na damu alipomtoa mwanae pekee, na kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu ni sadaka akaitoa, ili sisi tunapoitazama ile sadaka tunakuwa na tumaini, tunakuwa na imani na tunasogea. Sasa kila mwaka tunakuwa na matukio haya ya kufufuka, ni kumbukizi. Alishafufuka, lakini tunaendelea kuimarisha imani zetu kwamba Kristo kweli amefufuka. Sasa Jumatatu ya Pasaka
yeye mwenyewe atashangaa, ninataka nitembee naye, lakini sihitaji kumshukuru kwamba yeye amekubali nitembee naye. Kuna waliolala Muhimbili, wengine wako mochwali, wengine wamelala wapi, wengine hawawezi kabisa. Kwa hiyo nikuombe wewe ambaye umenielewa kwa hayo tu niliyoyasema, wewe hayo niliyoyasema, uwe na hii bahasha hii. Sijui wangapi wanaotupungiana ambaye ameshika bahasha hii. Sasa na wewe kama umenielewa, unaweza mzee wa kanisa akupe bahasha hiyo. Wale wanaobatiza na wasimamizi na watoto wanaobatizwa, pamoja na bahasha zenu, mnakuja nazo moja kwa moja, msiziache. Ndiyo yaruhusiayo shida, mateso pia na uchungu ulioyavumilia msalabani. Ndiyo yakutiayo shida, mateso pia na uchungu ulioyavumilia msalabani. Imbeni kwa ushindi jamaa, imbeni kwa ushindi, ameshafufuka. Tangazeni habari hizi, ushindi tumepata, huyo Bwana ameshafufuka. Imbeni kwa ushindi jamaa, imbeni kwa ushindi, huyo Bwana ameshafufuka. Tangazeni habari hizi, ushindi tumepata, huyo Bwana ameshafufuka. Katika imani hii, kwa msaada wa Mungu, mtaishi Kikristo nyumbani mwenu, mkiwalea watoto hawa katika ibada na mafundisho ya kanisa, ili wamfahamu Kristo Mwokozi wao. Na wauliza tena, mnamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Sasa semeni ahadi ya ubatizo, ukianza na neno mimi. Je, wazazi na wadhamini, mnaahidi mbele ya usharika huu kuwa mtakuwa mfano mwema kwa watoto hawa? Wakristo wenzangu, mtakuwa waaminifu katika wito wenu kwa washiriki wa kanisa la Kristo, ili watoto hawa na watoto wengine wote katika usharika wetu wakuwe katika kumjua na kumpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuombe. Mungu wa rehema, kwa kubatizwa kwake mwana wako katika mto Yordani akawa mmoja na sisi wenye dhambi, akatufunulia utu wetu wa kweli. Ujalie Adamu wa kwanza aliyemo katika watoto hao azikwe na mtu mpya aonekane, twakusihi. Twawaombea watoto hawa, uwape uwezo na nguvu za kumshinda shetani, dunia na mwili, twakusihi. Umjalie kila mtoto anayebatizwa sasa ajazwe Roho Mtakatifu wako na wema wako wa mbinguni, afanywe mrithi wa ufalme wako wa milele, kwa rehema yako twakusihi. Your presence is enough for me. Nothing else will do. No one else will do. You are enough for me. Nothing else will do. No one else will do. You are enough for me. Treasures of this world, come on. Treasures of this world can satisfy me. My heart is yours. My heart is yours and yours alone. Your presence is my life forever. All I ever need, I am in you.
Jesus, all I ever need. I ever need you. Oh. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa ajili ya rehema zako nyingi unazotutendea sisi kila siku. Twakushukuru kwa kuwatunza na kuwasaidia wazazi katika saa ya kuona uchungu na mahangaiko. Hata kwa ulinzi wako umewajalia ukawapa watoto hawa na kuwaweka mikononi mwao salama. Na leo kwa njia ya ubatizo wamepokelewa kuwa katika kundi lako na warithi wa uzima wa milele. Baba Mungu, kwa hayo yote wazazi hawa wako mbele yako na mbele ya usharika huu kukutukuza na kukushukuru kwa huruma zako nyingi kwao zisizochunguzika. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo twakuomba usikie, na kanisa tuseme amen. Sasa ninawaomba ninyi wazazi mseme maneno hayo, mtukuzeni Bwana kwa sauti. You are faithful. We praise your name, Lord. You are good. You are kind. You are faithful. Naomba sasa mtulie ili tuweze kuomba. Mungu Mwenyezi na mwenye huruma hawabariki na kuwalinda kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Everybody know that he is good. Come on, wave your hands to him. Tell him you are good, Jesus. You are good. You are kind. You are faithful. We praise your name. You are good. You are kind. You are faithful. We praise your name. Sing it with us, come on. Wave your hands to Jesus. Say